Mvua ilinyesha kana kwamba anga lilikuwa likilia. Daraja dogo la chuma lililokuwa karibu na stendi ya daladala ya Karume lilikuwa limejaa watoto waliokuwa wakijifunika kwa makaratasi ya katoni. Harufu ya taka, udongo wenye maji na kukata tamaa vilitawala hewani. Gibran akiwa na miaka 11 alikimbia akibeba mkate aliyoupola kwa mwanamke mmoja nyuma. Sauti ya yule mwanamke ilisikika ikisema, "Mshenzi sana wewe mtoto, na ulaaniwe." Gibran hakutaka kuiba. Alikuwa na njaa ya siku 2 mfululizo, njaa iliyomuumiza hadi kifua. Alipofika darajani, alivuta pumzi 3 nzito, kisha akaanza kula kwa haraka. Lakini kabla hajamaliza, mkono uliochafuka wenye makucha marefu ulimshika begani. "Ehe dogo, inakuwaje unakula bila kutoa kiingilio cha mlo?" Gibran alishtuka, machozi yakimtoka, mwili ukimtetemeka, akijua ameshashikwa na yule mwanamke. Kumbe nyuma yake alisimama kijana mrefu kiasi, mwenye miaka 15, mwili mwembamba lakini wenye nguvu za mtaani. Alivaa kaptula iliyochanika, fulana yenye matobo na miguu yake ilikuwa kwenye makobazi. "Naomba unihurumie, njaa imenimaliza," alisema Gibran kwa sauti ya kutetemeka na machozi ya uchungu yakimtoka. Kijana yule alimtazama kwa sekunde kadhaa. Hapo ndipo macho yalipokutana na huruma ilimjaa kijana yule. Moyo ukawa na uzito ule wa maumivu ya kutengwa, kuteseka na kupuuzwa. "Unaitwa nani?" yule kijana aliuliza. "Naitwa Gibran," kwa sauti ya kutetemeka alijibu. "Mimi ni Justin. Ukikaa hapa unatakiwa uwe na mtu anayekulinda. Usipojua sheria utaliwa na dunia," alisema Justin. Gibran alijaribu kumpa kipande cha mkate Justin. "Kuanzia leo usiogope mtu yoyote, tuko pamoja," Justin alimwambia Gibran huku akipokea kile kipande cha mkate taratibu. Hivyo ndivyo urafiki wa mtaani ulivyowekwa, si kwa hiari bali kwa maumivu yanayofanana. Walipokuwa wakikua, maisha hayakuwa rahisi. Waliwahi kunyimwa usingizi kwa kufukuzwa na mgambo wa soko. Waliwahi kulala kwa siku 3 bila chakula. Waliwahi kushuhudia rafiki yao akipigwa hadi kufa kwa kuiba simu ndogo tu ya Tecno. Lakini kupitia yote hayo, Gibran alikuwa na kitu cha kipekee. Hakufa moyo wala hakukata tamaa. Usiku alikuwa akikusanya magazeti yaliyotupwa na kuyasoma kwa mwanga wa taa za barabarani. "Wewe utakuwa mtu mkubwa sana siku moja, ila usinisahau," Justin alimwambia Gibran huku akijifunika kwa salfeti, kisha kalala barabarani. Gibran alipofikisha miaka 18 alianza kazi ya kubeba mizigo sokoni. Kwa miaka 2 aliokota kila senti. Alianza kuuza maji, alijifunza kompyuta kwenye kituo cha vijana cha bure, akaanza kusaidia kuandika CV za watu. Baadaye akapata nafasi ndogo ya kujifunza kutengeneza programu kupitia NGO moja ya vijana. Miaka kadhaa ikapita, alitengeneza programu ndogo ya kuunganisha mafundi na wateja. Programu hii ikaanza kutumika taratibu. Mfanyabiashara mmoja aliyeona bidii yake aliamua kumpa mtaji kama mkopo wa masharti nafuu. Baada ya kumfuatilia kimya kwa muda mrefu, Gibran hakuamini, lakini hilo lilikuwa chachu ya safari yake. Kila hatua aliyopiga Gibran alimshirikisha Justin, lakini Justin hakuwa kwenye mwanga ule wa maendeleo. Alikuwa amezoea hela za haraka. Justin alipoona Gibran anazidi kupaa, mavazi mazuri, nyumba ndogo ya kupanga, ofisi mpya, alianza kuhisi kama Gibran akiwa anamsahau. "Wewe na mimi tumetoka mbali," Justin alimwambia Gibran siku moja huku akinywa pombe ya bei rahisi. "Lakini sasa hivi unaniona kama kero." "Justin, wewe ni ndugu yangu. Sikuwahi, sijawahi na sintawahi kukusahau," Gibran alimwambia Justin kwa sauti ya upole. Lakini ndani ya moyo wa Justin sumu ilianza kujikusanya. Ili hali Gibran alimpangia sehemu ya kuishi na kumnunulia kila aina ya hitaji la nyumbani. Miaka 6 ilipopita, kampuni ya Gibran ilikuwa miongoni mwa kampuni bora jijini Dar es Salaam. Kila kijana alokuwa na ndoto za kuwa mtu mkubwa alitamani kuwa kama Gibran, sababu ya kujituma kwake,
roho yake nzuri yenye kutaka vijana wengi wa mtaani waendelee kwa kuwasomesha na kuwalipia fani mbalimbali. Hakumwacha nyuma ndugu yake Justin. Alimpa 30% za hisa ya kampuni na kumwelimisha mambo mengi ambayo Justin hakuwa akiyafahamu. Haikuchukua muda pale ambapo kampuni kutoka nchini Finland ilipotamani kuingia ubia wa kufanya kazi na kampuni ya Gibran na kuahidi kutoa pesa nyingi ambazo zingebadilisha maisha ya Gibran na Justin. Usiku kabla ya kusaini mkataba, Justin alimwalika Gibran kwa chakula cha pamoja. "Dogo, nataka tusherekee kabla ya kesho," Justin alimwambia Gibran kwa tabasamu lililoficha giza. Walikula, wakanywa na wakacheka. Justin alimwaga kinywaji kwenye glasi ya Gibran polepole, bila haraka. Damu ya usaliti ilimjaa mwilini mwake. Tamaa ya mali ilimtawala akilini mwake, na aliamua kumpa Gibran kinywaji chenye sumu kali. Gibran alikunywa, akafurahia na akanywa tena kwa tabasamu mwanana, huku akicheka na kaka yake Justin. Sumu hiyo haikumuua papo hapo. Iliundwa kuharibu mwili wake polepole kwa saa kadhaa. Usiku ukapita na asubuhi ikafika. Gibran akiwa na tabasamu nene aliingia kwenye kikao cha kusaini mkataba. Akafanikiwa kusaini mkataba na Justin pia akasaini sehemu yake husika. Wakati wanasherekea kama ofisi ushindi walioupata wa fedha zitakazomiminika katika kampuni yao, ghafla Gibran anaanza kupata maumivu makali ya tumbo. Jasho jembamba lilimtiririka usoni. Wakati kamera zikiwashwa, watu wakishangilia, Gibran akamwangalia rafiki yake Justin akiwa amesimama pembeni akitabasamu. Wakati mkono wa Gibran ukitetemeka na kukosa nguvu, Justin alimwangalia Gibran kwa jicho la kebei, huku akiwa na glasi ya mvinyo. Gibran alikuwa anamuonesha Justin ishara ya kuhitaji msaada wakati anafinya tumbo lake kwa maumivu makali, huku akiinama, kisha akadondoka chini. Watu wakapigwa na butwaa na kumkimbilia pale alipoanguka. Gibran alizidiwa. Baada ya dakika chache akapoteza fahamu. Alikimbizwa hospitalini lakini hakuamka tena. Ripoti ya daktari ilisema ni kifo cha kawaida. Hakuna aliyefikiria uhalifu, hakuna aliyemshutumu rafiki yake wa karibu, hakuna aliyefanya uchunguzi wa kina. Na kwa kuwa majina yote mawili, Gibran na Justin, yalikuwa kwenye mkataba kama waanzilishi, Justin alirithi kila kitu: mali, pesa na hadhi ya urafiki wa karibu zaidi. Alisimama mbele ya umma na kusema, "Gibran alikuwa kaka yangu. Nitahakikisha urithi wake haupotei." Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na mshindo mmoja tu wa ushindi: hatimaye nimekuwa mimi. Mwaka uliofuata kampuni ilipanuka. Justin alijenga maisha. Hakuna aliyewahi kufikiria sumu, hakuna aliyewahi kushuku chochote. Na kwenye kona ya giza ya roho yake, Justin alijua hakuna kilichobaki kumfunga. Alikuwa huru, alikuwa tajiri, na alikuwa peke yake kwenye kilele alichokipanda juu ya mwili wa rafiki yake. Lakini mara nyingi usiku ukifika, alisikia sauti ya mvua na macho ya kijana mdogo mwenye umri wa miaka 11 yakimwangalia, yakimuuliza, "Kwa nini uliniua?"